Kuna hili swala la Wilson Oruma limekuwa gumzo kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Nyinyi wananchi mnasemaje kwenye hili? Mnaonekana kama mmechafukwa nyongo hivi kwenye hili. Exactly, lazima tuchafuke nyongo kwa sababu Yanga ni taasisi kubwa, Yanga ni klabu kubwa. Leo unapokuwa unazungumza Yanga ni taasisi kubwa au klabu kubwa kwa maana kwa data. Yanga leo hii tunavyozungumza kwenye mpira ndo Yanga ndo mpira wenyewe wa Tanzania. Umenielewa? Tunavyozungumza NBC tunazungumza Yanga. Yanga ndo bingwa mara 4 mfululizo. Yanga mpaka sasa hivi ndo timu ambayo inaongoza ligi. Yanga ndo timu ambayo inaongoza kwa idadi ya ufungaji wa magoli mengi. Yanga ndo timu pekee ambayo imeruhusu magoli machache. Leo kwa hiyo unapokuwa unahitaji kusema ligi ya NBC Premier League, maana moja kwa moja unainisha nani? Yanga. Leo sasa unapokuja unakuwa unaichambua au unaichafua Yanga, maana unachafua mpira wa Tanzania. Sasa kama unachafua mpira wa Tanzania, it means that unaweka mbali wadau wa michezo na mchezo wenyewe. Wewe unafikiri utakubali kwamba kama inatokea leo hii mtu anatokea anatofautisha, yani kwamba hataki michezo iwepo, mchezo iwepo? Huyo mtu ni nani? Sio adui huyo? Sio adui? Kwani amekataa? Tunakwambia michezo ni afya. Yeye amekataa kwani michezo iwepo? Yes. Ngoja sikiliza. Leo unavyosema Yanga ananunua mechi, Yanga ananunua nini? Mechi. Maka moja kwa moja unautukana mpira wa Tanzania, kwamba mpira Tanzania hatuna mpira. Tanzania hatuna nini? Maka hata wawekezaji wasiwekeze pesa, watafuta sehemu nyingine wakawekeze pesa. Umenielewa? Kwa mimi leo nataka niwaambie Wilson Oruma kama angekuwa na muda wa kujitafakari kwa ile kauli yake, alipaswa tu kuomba msamaha mapema. Ila anapozidi kuleta kiburi na jeuri, sisi tunakuja kuona kwamba kumbe ni mtu aliyekuwa amedhamiria. Aidha lengo lake lilikuwa kutengeneza content, lakini content imekosewa na yeye anaaminisha kwamba hakukosea. Kwa leo mimi nataka niseme Wilson Oruma ni afadhali ubishane na kuku kuliko Wilson Oruma. Ni afadhali ubishane na kuku kuliko Wilson Oruma. Huwezi kujiita mchambuzi mwenye sifa, mwenye ithibati, unaenda kutukana mpira wa Tanzania. Hivi leo pale EFM sio? Yuko EFM sio? EFM bila mpira wa Yanga, Yanga kuepo pale. Nakuuliza, angekuepo EFM bila mpira wa Yanga? Asingekuepo. Bila mpira yeye asinge. Leo unapokuja kutukana kitu kilichokupa ajira, unaojikuta huko sahihi? Una akili timamu, natukana kazi yako? Leo tunapozungumza mpira Tanzania, utahitaja Yanga, utakuja kutaja wachezaji wa Yanga. Leo hii tunazungumza, tuna wachezaji ambao ni kivutio namba 1 kwenye mpira wetu. Tunamtaja Pacome. Watu wanahamasika. Selemani Mwalimu kaacha shughuli zake zote, kaja KMC kumwangalia Pacome, ubora wake namna gani. Selemani Mwalimu amemheshimu Pacome. Alafu mtu umeshiba kande zako, umekuja mjini na hela lambilambi, unakuja unasema mpira wa Tanzania umejaa rushwa, mpira wa Tanzania hauna sifa. Ina kwamba Pacome amekuja kufanya nini? Pacome amekuja kufanya nini? Alan Okello amekuja kufanya nini? Wilson Oruma ana ufahamu mkubwa kumshinda Shafii Dauda? Wilson Oruma ana ufahamu mkubwa kumshinda Saleh Jembe? Wilson Oruma ana ufahamu mkubwa wa mpira kumshinda George Ambangile? Jamani, leo angezungumza Shafii Dauda, George Ambangile, Saleh Jembe, mimi mwenyewe ninge calm down, nifanye research, kuna issue gani inaendelea? Watu kama hawa kwa nini wamezungumza? Wameona kitu gani ndani ya klabu yetu? Wameona nini kwenye mpira wetu? Umenielewa? Wilson Oruma hata miaka 3 kwenye uchambuzi au 4 amefikisha?
Amefikisha kwenye uchambuzi wake? Na kuuliza, amefikisha? Alikuwa kituo gani zaidi ya EFM hii? Alikuwa kituo gani? Jamani, wenda kuna sehemu tu katika pitapita zake sometime anaigharimu hata taasisi yake. Tuanze kuwa na mashaka kwamba watu wanaokuwepo EFM uwezekano wana shida. Leo tunazungumza EFM ina bonge wachambuzi nguli. Tuna kinaambo kile, tunaona uchambuzi wao uliokuwa na data. Tunaona kina Zuberi Mkalaboka. Umenielewa? Justin Kasa ametoka pia EFM kuja mjini EFM, sio? Watu ambao wanaleta brand ya mpira. Wanazungumza vitu vya mpira vyenye hoja, vyenye mashiko. Vitu vinaenda kwa namba. Leo unakuja unaichafua klabu ya Yanga baada ya kumfunga Mbeya City goli 6. Mekime Kisime ni mara yake ya kwanza kufunga goli 6. Simba aliwahi mfunga Mekime Kisime akiwa Dodoma Jiji goli 6. Leo tuambie kina Kibu Denis walinunua mechi. Kina Mpanzo walinunua mechi. Kina Mkwala walinunua mechi. Anatuletea hoja gani kwenye swala la football? Ndio maana nakwambia leo hii nadhibitisha ubongo wa kuku ni afadhali kuliko akili ya Wilson Huruma. Ubongo wa kuku na afadhali kuliko akili ya Wilson Huruma. Umeumizwa ile wana. Ni kweli, kama klabu kubwa lazima tuumizwe. Hatuwezi kukubali mtu mpuzi mmoja anakuja kuharibu mpira wetu. Unapozungumza mpira wa Tanzania, unaizungumza Yanga. Uwezo kukaa sehemu kuna kurupuka from nowhere, unaanza kuichafua taasisi kama hii. Unajua thamani ya kutengeneza taasisi. Unajua gharama zinazotumika kuunda taasisi. Au ni mradi tu wewe umejikuta kwenye kutengeneza content yako unataka uende mjini kama kina Uchepe. Anataka kufikia daraja langu, hawezi. Umenielewa? Wilson Huruma ni nani? Anataka kufikia daraja langu, hawezi. Hawezi. Leo hii Wilson Huruma na Mchome, nani yuko juu? Wilson Huruma akimbizane na kina Dosa. Hao ndio level zake. Umenielewa? Kina Dosa ndio level za kina Wilson Huruma. Wilson Huruma ni level ya kina Dosa. Unakuja unataka kujifananisha na kina Mchome. Unataka kujifananisha kina George Ambangile. Ni wapi? Mbingu na ardhi ile. Hoja zenyewe anazozitoa ni za kitoto, za kishamba. Leo nikwambie jambo moja. Leo ameichafua klabu ya Yanga, ameichafua klabu ya Singida. Umenielewa? Vilabu viwili kwa wakati huu. Vilabu viwili kwa wakati huu. Leo jiulize, Singida wanatazamwa vipi kwenye upande wa mashabiki wao? Watu wanaotaka kuweka hela Singida kutoka nje wanaitazama vipi Singida? Watu wanaotaka kuweka hela leo, TFF pamoja na bodi ya ligi inapambania vilabu kujikwamua kiuchumi. Ligi yetu iendelee kuwa na thamani. Thamani hiyo tutaipataje kama tunakuwa na wachambuzi wa ovyo namna hii? Wanaokuja kusema ligi yetu haina vigezo wala sifa kwa sababu mechi zinanunuliwa. Wewe kama mechi zinanunuliwa, umedhibitisha vipi au umeisaidia vipi bodi ya ligi au TFF? Ameisaidia vipi? Kuna ushahidi wote aliopeleka TFF au bodi ya ligi? Tuite bodi ya ligi na TFF watudhibitishia kwamba kweli Wilson Huruma alileta malalamiko yake na ushahidi kwamba timu fulani inanunua mechi, timu fulani ipo kwa mkakati kwa ajili ya Yanga waweze kuendelea kwa bora. Leo hii unakuja unaileta Yanga kwenye mahusiano ya kwamba Singida, kwamba Singida anamsaidia Yanga kuwa bingwa. Singida na Yanga tumewacha pointi ngapi? Tumeachana pointi ngapi? Nakuuliza. Sasa huyo kama tumemwacha nyingi, ana uhusiano gani kwamba anaisaidia Yanga kuwa bingwa? Vigezo gani vilivyotumika kwamba Singida anamsaidia Yanga kuwa bingwa? Nakuuliza kama mwandishi, mtu ambaye unatusaidia katika michezo, kutafuta habari za michezo, Singida ameisaidia vipi Yanga kuwa bingwa misimu minne mfululizo? Pengine hoja yake ya kusema ya kwamba mnachukua wachezaji kule wanaondoka bure wanakuja huko. So alienda Simba Singida alipwa shingapi? Nakuuliza. So alitoka Singida kuja Simba alilipwa shingapi Singida? Swala la Wilson Huruma. Sitaki mimi kunigombanisha na watu. Ndio hicho sasa, twende. Nani asiyechukua wachezaji Singida? Simba na wachezaji wangapi wa Singida? Kwa sasa hivi. Iwe sasa hivi iwe before. Sasa hivi Simba ana twende. So iko wapi?
Sio mchezaji wa Singida. Sio mchezaji wa Singida. Sio mchezaji wa Simba. Mchezaji wa nani? Mpaka adhabu itakapo. Ngoja, mchezaji wa nani? Mpaka adhabu itakapo. Nakuuliza mchezaji wa Simba. Kwa mjibu wa Simba, ngoja, yule anahesabika wapi? Anaitumikia adhabu yake. Twende tukaangalie TFF, twende tukaangalie wapi? FIFA. Usajili wake sasa hivi unasoma wapi? Simba wamesema kwa msimu huu mpaka utakapomalizika ligi, kijana ataendelea kuhudumia na kufanya mazoezi na timu ndogo ya under 20. Kwa hiyo mchezaji wa nani? Wamemuondoa. Nakuuliza mchezaji wa nani? Simba sasa hivi wakisema wanamchezesha Soa, kuna mtu anaweza kaoji kwa nini umemchezesha Soa? Wenyewe washasema. Ngoja taratibu bwana, vipi unataka kudefend vitu gani? Oya. Na wewe umekuwa Wilson Uruma? Na wewe umekuwa Wilson Uruma? Mimi. Kubaliane hapa. Mimi. Yes, maana naona kama unataka kudefend kitu ambacho hakiwezekani. Kwa vipi bwana? Sometime mnatufanya sisi tuonekane kama tunakosea. Tunawatukana watu, hatuwatukani, tunaambia ukweli. Wilson Uruma namwambia hapa kama Uchebe Yanga akitaka kukua hata kimpira, nenda kajifunze kwenye ubongo wa kuku. Kuku ana maarifa mengi kuliko Wilson Uruma. Umenielewa? Kuku ana uwezo kulea vifaranga 12 na vyote vikapona. Wilson Uruma ana uwezo huo. Wilson Uruma ana uwezo huo. Nimemind, amenikera. Una hoja gani ya kusema? Mbona kuniambia mimi kama nimemind? Una hoja gani ya kusema labda kuhusiana na Wilson Uruma? Au kuna jambo lolote? Uruma ni bora. Ubora gani? Amefanya Young Africans melio umeanza kutoa. Nadhani umeshiwa hoja. Kama umeshiwa hoja, tafadhali utoa mic yako. Usije ukaanza kukasirishana, mwisho wa siku nionekane naharibu vyombo. Mkaanza kusema mashabiki Yanga tunavunja vyombo vya. Umenielewa? Kama mmeshindwa kutengeneza hoja, achana na mimi. Nahitaji hoja za msingi, tubishane. Kuelezana kwa ajili ya kutatua tatizo, sio kuchochea tatizo. Narudia tena. Level ya Wilson Uruma sio kubishana hata na mimi. Bado. Mwambieni kabisa. Uchebe Yanga anasema Wilson Uruma, level yako kujenga hoja mfanani. Mashabiki wa Simba wanalalamika, wanasema hii ndio milio wanayoitaka. Mashabiki wa Simba ndio milio hii wanaipenda. Mfamaji? Umenielewa? Hili ndio kombe la kwao. Baada ya kuchana nyama za matambiko ya Arusha, wanakuja kushangilia kelele za Wilson Uruma. Yanga tushatoka huko. Yanga tuna focus ya ubingwa. Hatuko tayari kuona mpuuzi mmoja ambaye hajui mpira anakuja kuichafua klabu yetu. Na ndio maana nimesema uongozi wangu wa Yanga ya maveterani. Hebu toka kaendelea na Wilson Uruma wako. Toka. Sinizoe. Mimi nimeuliza tu. Chebe. Oya, kamtafuta Wilson Uruma. Kamtafuta Wilson Uruma. Achana na mimi. Huwezi kunizalilisha kiasi hicho. Yanga ni timu kubwa na nitakulamba vibao. Kama tunashindwa kuheshimiana, mwisho wa siku tunaanza kutafutana vibao. Veterani Pacome lakini. Veterani wengi. Okay, fine. Nataka nikwambie. Naona ngoja kwanza. Amesema nani? Ahmed Ally, nimenukuu tu ile kauli. Sawa, kwa sababu Ahmed Ally pia ni mwanachama wetu wa Yanga. Na analipia kadi. Kuna ile post ambayo huwa inaendelea kuelekea kwenye dabi Mei 3. Wanasema kwamba hii haina lawama. Ila sasa ndo nanukuu ya kwamba ile timu ambayo ina maveterani wengi. Nataka nimkumbushe jambo moja. Ukiona ngoja sikiliza, tulia. Umenifuata na unataka majibu. Nataka nikwambie jambo moja. Ukiona kijiji kimekosa wazee, busara haipo. Sio, umenielewa? Ukiona kijiji kimekosa wazee, ujue kina laana pia. Veterani. Umenielewa? Leo hii ninazungumza, ngoja nikwambie jambo moja. Mimi nataka kuuliza Yanga veterani nani? Huko unataka. Naomba nikuulize swali. Shomari Kapombe. Tulia. Mimi nimekuuliza Yanga veterani nani? Hayupo. Pacome. Blaza, ngoja nikuulize. Nimeuliza. Blaza. Leo namwambia Vinicius Junior ni mzee. Nakuuliza wewe. Vinicius Junior ni mzee?
sio mzee. Mimi nimenukuu kauli yako. Ukimchukua Vinicius Junior, ukimchukua Pacome, unaotofautisha gani? Unaotofauti gani wa umri pale? Vini na nani? Na Pacome. Asante sana ndugu yangu. Sasa bila Yanga na maveterani. Unajua shida ya waandishi ambao wanafika sehemu, oya, umekula au umekula? Umekula? Nakuuliza, umekula? Ile kauli nimecheka sana jana nilipoisikia. Yanga ina maveterani. Hivi naomba nikuulize swali jepesi tu na ukamuulize nani? Ahmed Ally. Ukimweka Pacome, ukimweka Shomari Kapombe, nani mzee? Twende taratibu. Nani mzee? Mkude amestaafu game. Ngoja sikiliza, Mkude amestaafu game. Umenielewa? Ambaye Mkude akumkuta kwenye game Kapombe. Twende sawa sawa. Nani amemkuta? Alianza Mkude kwenye game ndo anakuja Pacome. Ngoja hapa Kapombe. Kaanza Mkude kwenye game. Nakuuliza Kapombe. Nani? Ngoja. Kapombe. Umetaka historia ya Mkude? Nakupa historia ya Mkude. Sikiliza. Fanya kazi yako. Fanya kazi yako, acha na unafiki. Fanya kazi yako. Ndakuwasha vibao. Mimi huwa sicheleweshi. Yanga na maveterani wengi. Sikiliza. Mimi nanukuu kauli ya Ahmed Ally, Yanga na maveterani wengi. Mfano? Mfano? Nakuuliza mfano? Nataka kunigombanisha na. Nitajie mfano. Ngoja nitajie sasa. Wewe si umetumwa? Nitajie mfano nani? Unitajie mfano nani? 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 Aliondoka nani? Nitajie hapa sasa hivi. Afu wewe nani umechoka wewe? Uitaki kazi yako. Uitaki kazi yako. Sikiliza, narudia tena kwa mara ya mwisho. Usilete hoja za kipuuzi kwangu. Leta hoja zenye mashiko. Kama tupo kwa ajili ya kupambania mpira, leta hoja za kimpira. Umenielewa? Ahmed Ally nakupa hapa. Mwambie Uchebe Yanga amesema kinachomuuma kupishana na makombe yetu, ila yule ni mwana Yanga pure. Umenielewa? Yule ni mwana Yanga pure na kadi analipia. Umenielewa? Kinachomuumiza kufanya kazi sehemu ambayo makombe hanyanyui. Sisi hatujamkataza, yule ni mtoto wetu. Ngoja sikiliza. Mbona pale kwenu kuna watu wa Simba? Wako wapi? Nitajie mmoja wapo. Nitajie mmoja wapo. Nitajie mmoja wapo. Wapo watu wa Simba. Nitajie sasa mfano fulani. Wapo watu wa Simba. Onda kunigombanisha na watu. Mimi si nimemtaja. Taja. Kunigombanisha na watu. Nani unataka kugombana? Gombana na mimi, gombana na mimi. Sasa kutajia wewe. Ndakutajia baadaye nje ya mic. Vipi sasa? Ndio maana nakuuliza. Ngoja kwanza. Umetumwa? Unataka kutujaribu wana Yanga? Ngoja nakuuliza. Unataka kutujaribu wana Yanga? Kuongezea kitu. Yaani Simba hawatachukua kombe mpaka 2050 huko. Nikwambie labda tufe. Na kwa sababu gani ujue? Kwanza pale veterani mwingine umeingia. Mzee Kadege. Matola, wewe Ahmed Ally, wale wote Yanga, na ndio maana Simba haifanyi vizuri, nikwambie sasa. Hao wote wanaita chokochoko tu. Wale wote watu wa Yanga. Kwanza nyinyi mimi nawashangaa sana waandishi wa habari. Watanzania wote Yanga. Hao wengine kazi tu huko. Sawa? Hao wengine wanaenda kufanya kazi yao kina Ahmed Ally, siku nani? Hawatachukua kombe mpaka 2050. Na hivyo ndio kuchokochokoa sisi. Mara ukasema hivi, mara akasema sasa imeanza, mara kanua mechi, basi umefanyaje? Basi umefanyii veterani, kuna veterani pale. Alafu nikwambieni sasa Yanga hakuna veterani pale. Nikwambieni Yanga anapoenda kumsajili mchezaji huko nje, anapokwenda kama Misri au wapi kumsajili mchezaji, anapokuja Yanga kuna wataalamu pale, kuna madaktari mabingwa. Unapimwa mpaka mifupa. Umezaliwa lini? Unakula nini? Ulikuwa unacheza wapi? Una akili timamu? Muulize Okelo mwenyewe. Alipokuja Okelo alipimwa mpaka macho, mpaka pua, mpaka mafua, mpaka mate. Tukagundua dogo huyo ana miaka 19 ndio mpira unapiga ule. Wanaote wazee ni Simba, wamemeta Kagere hapa ana miaka 50, kacheza miaka 5 hayupo. Sawa bwana. Wakatuletea mchezaji wao yule nani huyu Chama. Akaja Yanga kashindwa kwa sababu ana miaka 40. Sawa. Mavetani wako Simba, Yanga, hakuna vetani hata mmoja. Nikwambieni. Na nyinyi kama mnatumwa mtapata shida. Sisi hapa tumechukia najua.
Kwanza huruma, mwambie huruma, wazee wamechukua nchi nzima, dunia nzima, wazee wamekasirika. Omba radhi. Wazee wamekasirika, mwambie. Huyo huruma huyo, mwambie kachokoza moto. Yanga pale veterani nani ndo swali langu mimi. Kuna veterani hata mmoja, kwanza una vipimo vya kimataifa pale. Wewe ushende Gamboni ukaone kule. Kuna vifaa kama Barcelona, kama Manchester, kama Real Madrid vifaa vya kule. Mchezaji anafika pale lazima ashangae. Kigamboni gani? Utajie wewe kwanza, wewe kwa akili yako ya umbonishi. Ngoja sikiliza. Ngoja sikiliza. Huyu asituchoshe tu. Tutajie mchezaji mmoja na ngoja kwanza. Ngoja sikiliza. Kwanza mimi naomba dua wakati wewe tena kama wewe bwana. Wewe. Yaani usitanie sisi bwana kwenye Yanga bwana.